Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo nataka tuende tukaziongeleshe pande 4 za dunia. Na nataka tusome kwenye Biblia nini maana yake. Ninataka tusome katika kitabu cha Isaya sura ya 43 ule mstari kuanzia wa 4 hadi mstari wa 5. Biblia inasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazi, toa, wala kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Sasa tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya kuwaleta watu, lakini anaziongelesha pande za dunia, kwa maana anaongelesha matokeo, yani watu wanakotokea. Mtu anaweza katokea mashariki kukujilia, anaweza katokea kaskazini kukujilia, anaweza katokea magharibi ama mashariki kukujilia wewe. Lakini katika pande hizo, katika ulimwengu wa roho, huwa ni pande ambazo zinaweza zikazuiliwa. Na ndio maana zikizuiliwa, kama ni baraka zimetokea pande hizo, zinazuiliwa kabisa. Lakini kama ni watu waliobeba baraka wametokea pande zile, zikizuiliwa zile pande, kama kuna mtu ametokea upande huo, hawezi kukujilia. Ni lugha ya mbinguni hiyo ambayo ni mpaka uwe na roho Mungu kuisikia na uelewe. Kwa sababu Mungu anapoeleza ya kwamba atazikemea zile pande zisiwashikilie, usiachilie, ili baraka ama ili watu waajilie, anasema usiogope, mimi nitakuwa pamoja na nitaleta wazao kutoka mashariki. Anaelezea pande mashariki, mahali wanakotokea, na unawaleta kutoka magharibi. Unajua mipaka hii unapoiongelesha, ndipo inaporuhusu vitu kuja, ama inaruhusu matokeo. Sasa ninaongea kwa sababu katika ulimwengu wa roho zipo pande za nchi, lakini zipo pande za dunia. Kuna nyakati ambapo inabidi uongeleshe. Kuna mtu mmoja pasipo yeye kujijua, nilikuwa mimi ndani yangu najisemea tu, ni mtoto wangu wa kiroho, ndani yangu nilikuwa nasema kwamba huyu mtu Mungu mbariki kwa pande za dunia, pasipo yeye kujua tu. Nikaomba, halafu baada ya wiki kama 2 hivi nikaona amekuja kushuhudia. Akasema ya kwamba Mungu, ninamshukuru Mungu sana, siku hizi dola zinakuja. Sasa kipindi yeye anasema dola zinakuja, yeye haelewi zimekujaje. Lakini kuna siku nilikuwa katika maombi, halafu nikamwomba Mungu pande za dunia. Na mara baada ya kuomba pande za dunia, vile alivyokuwa anaongea, Mungu akanisemesha kwamba nilifungua pande za dunia ambazo si za nchi hii, bali ni za nchi ambapo upande huo unatumia dola. Kwa hiyo ilibidi zile pande zifunguke, magharibi ifunguke, ili watu wa kutoka magharibi waje. Sasa kama upande wa magharibi watu wanatumia dola, lazima dola zimjilie mtu huyo aliyefungua magharibi. Kama mashariki kuna pande ambazo watu wanatumia euro, lazima euro zimjilie huyo mtu. Kuna pande ambapo watu wanatumia hela fulani, labda za Uarabuni huko. Kuna hela fulani, kuna nchi moja huko Arabuni ndio yenye rate kubwa, lakini hiyo fedha yake ukipata ukaenda kubadilisha hela Tanzania, unapata hela kubwa kuliko hata dola. Sasa ukifungua pande wa Arabuni kwamba zije, inamaanisha kile kilichozuia upande huo katika ulimwengu wa roho kikiachia, hizo fedha zinakujilia za hizo hela za upande huo. Sasa
nilikuwa najaribu kueleza kwa habari ya vile ambavyo mwamini anatakiwa elewe katika ulimwengu wa roho kushughulikia hizi pande. Unapoona Mungu anasema ya kwamba atazuia, ataruhusu, anasema nitaleta wazao toka mashariki, nitawakusanya toka magharibi. Hapa anasema nitaiambia kaskazi toa. Kaskazi toa. Maana yake nini? Kaskazini toa. Nayo kusi usizuie. Yani kwamba kusini usizuie. Kwa hiyo anaruhusu pande zile ziachilie. Pande zile ziachilie. Sijua kama kuna mtu mmoja ananielewa, lakini mara baada ya maombi haya wewe mfanyabiashara utanielewa. Utaanza kuona katika ulimwengu wa roho ulifanya haya maombi, halafu ukaruhusu pande hizo, utashangaa watu wa lugha mbalimbali waliobeba currencies mbalimbali, ama yani kwa lugha nyingine wamebeba fedha za aina mbalimbali, wanakujilia na kukutana na wewe. Utakuta kuna baadhi ya watu kutoka pande mbalimbali wanakuja, ama wewe ambaye unafanya kazi sehemu, unaambiwa utenda kikazi sehemu fulani. Ukifika huko utakutana na watu ambao interaction yako ya kiuchumi, ya kifedha itakuwa ni ya hela fulani. Unajikuta unaanza kupata connection ya namna hiyo. Nasema nikwambie kitu kimoja, ni lazima kufungua mipaka katika ulimwengu wa roho. Fungua hizo pande. Na unapofungua mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, huwaruhusu tu watu kuja, bali unaruhusu hata wewe kwenda. Kuna mtu mmoja alikuwa na wiki kama kadhaa hivi nyuma, niliwaambia watu kwamba usikubali kukabila passport. Hakikisha kama hauna passport, shughulikia passport yako uwe nayo ili upate kuiombea. Mmoja akalidaka hilo, akaileta passport yake, akamwambia baba, naomba uiombee hii passport. Juzi nilifundisha kwa habari ya passport, tuombee, sasa naomba uiombee. Nikaiwekea mikono. Wiki inayofuatia akapata safari. Ile passport ilikuwa plain, haijawahi gongwa muhuri, ikaenda kagongwa muhuri. Haijalishi hata kama ilikuwa ni ndani ya safari za hapa East Africa, sio mbaya. Ndio mwanzo wa kwenda nje ya Afrika. Sio mbaya ukianzia hapa kwanza. Akaenda akarudi. Na atakapokuja tena akashtuka, akaileta tena, tukaombea. Kuna mahali Mungu atafungua milango zaidi ya kwenda pande nyingine za mbali zaidi. Maana yake ni nini? Usiporuhusu pande zile kuziongelesha, unaweza kushangaa umekaa hapa mwaka wa kwanza wa pili mpaka unafika miaka kadhaa upo tu. Yani kana kwamba wanaosafiri ni watu fulani hivi ambao wewe hayakuhusu. Kumbe anakuhusu. Wanaoenda kutembea Dubai na wewe inakuhusu. Wanaoenda kutembea Marekani, Uingereza na wewe inakuhusu. Wanaoenda kibiashara China na wewe inakuhusu. Fungua mipaka hiyo katika ulimwengu wa roho. Shtuka haraka. Usianze kusema hivi, na mimi hili somo linanihusu. Ninaenda wapi mimi? Sikiliza, pande zikifungwa na akili inafungwa. Usidhani ya kwamba zinafungwa tu zile pande za mashariki na magharibi. Zinafungwa zile na akili yote na mawazo yanafungwa. Unaona kama sistahili mimi kusafiri kutoka nje ya nchi. Unaona yani mimi nitaenda wapi? Naanzia wapi? Unaanza kujiongelesha kama Gideon. Kwanza sisi ndio familia maskini kuliko wote. Unaanza kujiongelesha yani mimi nitaenda kule. Kwanza mimi ndio nauli nitapata wapi? Unaanza kujiongelesha kama Gideon alivyokuwa anajiona wa chini sana. Sikia nikwambie, utakapofungua pande hizo katika ulimwengu wa roho, na ukaamua sasa kuziombea na kuziamuru, na ukaamua kuziwekea sadaka ya kuteketezwa katika hizo pande, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, ukaiachilia sadaka yake, hizo pande zikifunguka na zikifungua mipaka yake, inafunguka mipaka ya kiuchumi, inafunguka mipaka ya kibiashara, inafunguka mipaka yote katika ulimwengu wa roho ya watu kuja na wewe kwenda. Na utenda huko, utashangaa, hivi imekuaje mwaka huu nimesafiri, imekuaje? Umezifungulia hizo pande. La sivyo unaweza kukaa hapo, usikubali kutoka. Na kumbuka mimi nilifanya maombi. Marehemu mama yangu aligoma kabisa kutoka kijijini. Akasema mimi yani hapa nitafia hapa. Kaambia mama, ukimwangalia yupo kijijini mahali ambapo maji hamna, umeme hamna, pamechoka, ameshikiliwa pale, hataki kutoka huko. Tukasema basi tujaribu twende tukachimbe maji ya kisima
chimba na kuchimba, wakasema huku maji hayapatikani, kwa maji mpaka mtoni. Yani kuwa kuna maisha ya hovyo, halafu unamwambia aondoke, yani amegoma. Dada yangu moja akamjengea, dada yetu wa kwanza akamjengea nyumba nzuri, akaambia hamia basi mjini. Aligoma kabisa. Lakini baadaye tulitokea kitu, nikaomba, kaambia Mungu, mimi kule kijijini napachukia kweli, napachukia. Mungu liaye, napachukia. Mimi sitaki kwenda kumtazama mama huko, lakini nataka kumtazama mama, lakini sitaki kumtazamia huko. Yani mara baada ya maombi haya nakumbuka kabisa, kuna namna ilitokea tu akaondoka huko. Alipofika mjini sasa, cha kwanza anajiuliza, hivi mimi nilikuwa nakaa kule? Akasema mimi sirudi. Aligoma, akasema sirudi. Basi akakaa kwenye nyumba yake pale. Na baada ya hapa tena alipokuja pale, ikabidi tena aje huku Dar es Salaam, na hapa akaswaswa kidogo, lakini huku ikawa mipaka imefunguka, akaja mpaka huku Dar es Salaam, akaenda, yani ikawa sasa akaenda hadi Zanzibar. Kulikuwa kuna maisha yakafunguka siku za mwisho zile kabla ya kufa, milango ilifunguka, akaanza kujutia, hivi mimi nilikuwa nakaa kijijini kule, nakaa kijijini. Alipokuwa Zanzibar akasema ya kwamba hapana, mimi kwa kweli hata huko kijijini sirudi, hata kule mjini ambapo alikuja at least mjini kidogo, nako akasema sirudi. Akasema mimi labda kama kurudi nitaishia hapa Dar es Salaam. Kwa tukafanya mpango wa kuweza kumpatia makazi hapa Dar es Salaam, atengeneze makazi hapa. Bahati mbaya ndio akafa, lakini na kuhakikishia kama pasipo maombi ya kumngoa kule asingeweza kuondoka. Na ndivyo hapa kuna wengine wamesema mimi Dar es Salaam stoki. Yani anaona kama maisha ya Dar es Salaam ndio kila kitu. Na kuambia hivi, fungua mipaka leo. Kuna nchi ambazo baraka zako ziko huko, utaenda wewe. Kuna nchi ambazo waliobeba baraka zako wako huko, watakujilia wewe. Fungua mipaka. Amuru kaskazi iachie, kusi iachie. Amuru magharibi lete baraka zako. Mashariki siachilie watu waliozibeba baraka. Ongelesha hizi pande hizi katika ulimwengu wa roho. Ni mambo ya kiroho sana, na utamshangaa Bwana. Nataka sasa twende tukaziongelesha hizo pande, halafu utashika sadaka yako njema yenye iliyo bora, utaiachilia. Mkini hujawahi achilia sadaka yako kwenye maombi ya namna hii, ambazo hizi pande zinaenda kuachia. Kumbuka pande hizi za tunazoziombea zikiachia, akili yako na yenyewe inaachia, ufahamu wako na wenyewe unaachia, mawazo yako na wenyewe yanaachiliwa. Utaanza kutamani kusema hivi, kwa nini siende China mwenyewe kwenye hii biashara? Kwa nini siende sehemu fulani mwenyewe? Hivi umeshagundua kuna wachache wao wanaendaga China, halafu wanawaletea watu wengine waliogoma kwenda China. Unadhani wale ambao walienda nini kilifunguka? Kuna namna pande za dunia zilifunguka, na wale watu ambao wenyewe hawaendagi, wenyewe wanasema tutamwagizia mtu fulani, mimi nitachukulia huku. Usione kama ni kitu cha kawaida, wamefungwa wale. Kwa nini wewe usiende? Kwa nini usiende mwenyewe? Unakuta ni vitu katika ulimwengu wa roho zimefungwa zile pande. Yamkini hata wewe ni mfanyabiashara, pande zimefungwa. Yani hujawahi waza hata kuna siku utaenda China. Yani unaona hata mimi siku moja niende huko, wapi? Unasikiaga tu anasema hizi ni za Uturuki. Yani hutaki hata kujua Uturuki iko inakaribiana na nchi gani, hutaki hata kujua. Wewe unaishia tu sana nataka hiyo Uturuki. Yani hutaki hata kusikia. Na katika madaraja katika ulimwengu wa roho, wapo watu ambao wangeweza kwenda na wana mitaji na hawajaenda na wala hawajafikiria. Na unaweza kuona sasa pande zikifungwa, unaweza kuona kama wanaoenda China wana mahela, kumbe ni yani wao sajabu na hela nyingi kuliko wanaoenda huko. Yani ni kitu cha kawaida. Lakini kama pande zimefungwa katika ulimwengu wa roho, mashariki imefungwa, hauwezi enda huko China. Kama magharibi imefungwa, huwezi enda Uingereza. Kama kusini imefungwa, huwezi kwenda Marekani. Kama kaskazini imefungwa, mimi unaonaga Australia ni mbali, wanasema ni mbali kweli kweli. Unaweza kusema nitaenda Australia kufanya nini? Sikiliza, zikifunguliwa pande utaenda tu, hata kutembea uzitaenda tu, lakini mpaka mahali pafunguliwe katika ulimwengu wa roho. Nataka niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya mafuta uliyoachilia na neema yako uliyoachilia, mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima uliloliachilia kwa ajili ya kuziongelesha pande nne za dunia ambazo zimeshikilia baraka katika ulimwengu wa roho, ili sisi tuweze kwenda na watu wa pande zile kutujilia. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo, tunatangaza mashariki
mashariki aiachilie, kaskazi isizuie, kusini achilie, magharibi isizuie. Bila baraka zilizoamriwa kutoka pande zote nne za dunia zitujilie. Mpande zile tunazifungua, tunaifungua mashariki, tunaifungua magharibi, tunaifungua kaskazini, tunaifungua kusini. Imwage baraka na kutujilia, imwage neema na kutujilia, baraka zikatujilie kwa jina la Yesu. Kama wewe Mungu uliposema, kwa kuwa tulikuwa thamani machoni pako na wenye kupendwa, kwa ajili ya utainua watu, kwa ajili yetu na kabila za watu, kwa ajili ya maisha yetu. Na ukasema utaturejeshea, utaziongelesha pande kaskazini, utaziongelesha kusini, utaongelesha magharibi na kaskazini. Mungu liye hai, nasi tunaziongelesha pande hizo, zikalete utajiri wetu, zikalete fedha, zikalete fursa zetu. Na mtoto wako anayenisikia wakati huu, zile pande zinapofunguka, Roho Bwana na ufahamu wake ufunguke, na akapate wepesi wa kutamani na kuwa na shauku ya kwenda katika nchi za mbali zilizokusudiwa yeye kwenda. Mungu liye hai, ninazibariki passport za watoto wako hawa katika jina la Yesu, na katika damu ya mwana kondoo ninaibariki passport ya mtoto wako huyu. Na yule ambaye bado hana passport, ninatangaza katika ulimwengu wa roho, hiyo passport ikapatikane, akawe na passport yake, na itakapopatikana itembee kwenye mafuta haya ya baraka hizi ya passport katika jina la Yesu. Baba, asante kwa rehema na neema na ushindi wako katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima ni vyako Jehova. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sasa sadaka yako ya kuzifungua hizo pande katika ulimwengu wa roho. Zile pande zinafunguka katika ulimwengu wa roho. Shika sadaka yako kuiongelesha mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Wewe uliyenisikia utakuna nielewa. Hiyo sadaka yako ina nguvu sana. Ina nguvu sana. Sadaka yako ni kitu hatari sana. Na ndio maana shetani huwa hakizuii kitoke tu kirahisi. Huwa ni kitu hatari mno katika ulimwengu wa roho. Hatari mno. Huwa ni kitu ambacho kina nguvu, ambacho shetani huwa hatakagi kabisa usikie. Na ukifanikiwa kutoa, umeiachilia hatari kubwa katika ulimwengu wa roho, mahali pale ambapo umesikia hilo neno. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutaiachilia sadaka hiyo kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.